We've been a team for 4 years. We plan everything, all our decisions together. We don't panic. Moja kati ya movie ambazo zimetoka mwaka huu 2025, hutoacha kuizungumzia hii hapa kutoka pale Paris, Ufaransa. Kuna huyu bidada wa kuitwa Nora. Huyu dada alikuwa akifanya kazi katika hoteli moja ya kifahari hapo jijini Ufaransa, na kazi yake ilikuwa ni kuchukua magari ambayo yanakuja na wateja katika hoteli yao na kuyapeleka parking. Pia kuyatoa parking, kuyaleta mlangoni hapo mwa hoteli hiyo, ili kama kuna mteja anahitaji kuondoka aweze kupanda kwenye gari yake na kuondoka. Lakini huyu bidada alikuwa akishirikiana na wafanyakazi wenzia ambao wanafanya kazi katika hiyo hoteli, na kazi yao ilikuwa ni kuwapora baadhi ya wateja ambao wana mali sana ambao wanakuja kwenye hiyo hoteli yao. But target yao kubwa ilikuwa ni kwa wale ambao wana tabia chafu au wana matendo mabaya katika jamii. We always said, we don't panic. Kuna huyu mwamba anaitwa Steve. Huyu jamaa yeye kazi yake ilikuwa ni kuchukua baadhi ya mizigo ambayo wanakuja nayo wateja katika hoteli yao na kuyahifadhi mahali salama, au kuhifadhi mahali salama, na endapo mteja atapohitaji kuondoka basi anaenda kumchukulia mizigo yake na kumletea. Pia kuna huyu mwamba anaitwa Prestance. Huyu mshikaji yeye kazi yake ilikuwa ni kuwaburudisha baadhi ya wateja ambao wanakuja katika hiyo hoteli na mchanganyiko mbalimbali wa vinywaji tofauti tofauti, yani namaanisha cocktail. Halafu kuna huyu bidada anaitwa Zoe. Huyu dada yeye kazi yake ilikuwa ni kukaa pale reception, yani watu wa mapokezi wale, na yeye ndo ana listi nzima ya kila mteja ambaye anaingia humo ndani ya hoteli na anayetoka humo ndani ya hoteli. Na kwa umoja wao sasa hawa watu wanne wanatengeneza kundi ambalo linaitwa Carjackers, na hawa Carjackers au hii Carjackers ndio movie ambayo tunaenda kuizungumzia siku hii ya leo. Bana, karibu sana katika ulimwengu wa movie kali kila siku. Na leo nipo hapa kwa ajili ya kukuletea review moja ya movie kali sana ambayo imetoka mwaka huu 2025, inaitwa Carjackers. By the way, studio leo siko peke yangu, niko na mgeni, nimetembelewa na mgeni kutoka Mtevengo Media, anaitwa Ali Ibrahim, baba mzazi. Vipi kijana? Kama kawa. Na yupo hapa kwa ajili ya kusikiliza hili ya movie kali kabisa kutoka hapa Simulizi Extra. Stay tuned hapo hapo. Mimi ni Mr. Story, Cliff Davis, Simulizi Extra. This is your site. Sasa Todays walikuwa na mission ya kwenda kumpora moja kati ya tajiri ambaye katoka katika hoteli yao, na huyo mwamba alimtanguliza mkewe airport akidai kuwa na kikao cha umuhimu sana. Kumbe jamaa alikuwa anataka kutanua bwana na mademu wengine, akajikuta kwa bahati mbaya sana anaingia mikononi mwa hawa Carjackers. Patamu hapo. Sasa katika harakati za kumpora yule jamaa, kuna bidada alikuwepo kwenye gari ya mshikaji akapigwa risasi ya bega. So ikabidi Nora na Steve wamchukue yule dada na kumpeleka hospitali, wakamtelekeza pale wakiamini kuwa lazima tu atapata msaada. Sasa hiyo mission waliifanya ndani ya muda mfupi sana ambao walipewa wa mapumziko. Zile dakika 30 ambazo walipewa kwa ajili ya kupumzika, wao ndo walienda kuifanya hiyo mission ya kumpora jamaa. So walivorudi wakawa wamechelewa dakika 15, na manager akawafokea sana na kuambia kuwa inabidi wawe makini na kazi zao ambazo wanazifanya. Sasa baada ya lile tukio la moja kati ya tajiri kutoka hotelini hapo kuporwa mali zake, mwanamama ambaye ndio kiongozi wa hiyo hoteli ikabidi atafute hitman kwa sababu ya kutafuta hao wahalifu waliomteka mteja wao au waliompora mali mteja wao, huku akiamini kwa kumtumia huyo jamaa anaweza kuwagundua wahalifu mapema zaidi kuliko kuwatumia maaskari. Sasa picha inakuwa tamu zaidi pale ambapo huyu hitman ambaye anaitwa bwana Elias alipokuja kupata information kutoka kwa moja kati ya magaidi ambaye aliwahisi kuwa ndio kafanya hilo tukio, na kumwambia kuwa hizo kazi huwa zinafanyagwa na watu ambao wanafanya kazi katika hizo hoteli. Yaani kuna information ambazo huwa zinavuja kutoka humo hotelini kwenda kwa hao Carjackers, na hizo information zinakuwa na full package ya huyo mtu ambaye anatakiwa kuporwa mali zake. Kitu ambacho kama kilimsanua hivi bwana Elias na kusema kuwa anaanza na wafanyakazi wa hiyo hoteli, lakini hicho kitu hakikufanikiwa kwa sababu hakuweza kumpata yoyote yule, lakini alikuwa anamuhisi sana bidada Nora kwamba huenda ndo akawa kahusika na hilo tukio moja kwa moja, the way yule dada alivyokuwa na drive yale magari ya wateja kuyatoa na kuyapeleka kule na kuyarudisha hapa mlangoni. Sasa katika hiyo hoteli
kuna mfanyakazi mmoja ambaye pia ni rafiki mkubwa sana wa bidada Nora akawa kafanyiwa kitendo cha ukatili wa kijinsia na moja kati ya mteja ambaye alifika hotelini hapo. Na ili kuizima hiyo kesi, jamaa ikabidi atoe chochote kitu kwa meneja wa hiyo hoteli ili hiyo kesi isije ikaenda kwa maaskari, kitu ambacho bidada Nora alikishuhudia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kitu kingine, yule dada ikabidi afukuzwe kazi katika hiyo hoteli, kitu ambacho bidada Nora hakipenda kabisa. So ikabidi airishe misheni yake ya kwenda kumpola moja kati ya huyo mtajiri ambaye kafika hotelini hapo, na hiyo misheni wakaihamishia kwa mshikaji. Sasa picha inaenda kuwa patamu hapo, kwa sababu baada ya kumpola jamaa, mali ambazo alikuwa amempola mshikaji zikawa na GPS. So jamaa ikabidi amkodi yule hitman ambaye kakodiwa na manager wa hiyo hoteli kuwatafuta kina Nora na kuwaua. Patamu hapo. So, by the way, huu mzigo bwana unaitwa Carjackers na umetoka mwaka huu 2025. Kama bado hujaicheki, chukua time yako nenda kaiangalie, ni bonge moja la movie ambalo lina stunt kali sana humu ndani. And mind you, hii bwana ni simulizi extra. Usije ukashangaa ukaona labda tuko mbele ya kamera ukajiuliza what? Hiki ni nini? Hii bwana ni simulizi extra. Na leo kama nilivyokuambia, studio hapa nilipata mgeni na alikuja kwa ajili ya kuangalia the way tunavyofanya hizi reviews. Unajua tena, nyuma ya kamera kuna mwanangu pale anaitwa Mnyama tu presenter kutoka Mtevengo Media naye pia. Na sisi tunakwambia siku zote, this is your site. This is your site. Mimi ni Mr. Story, Cliff Davis. Tukutane katika video nyingine. Ciao. We have a reputation to keep. Gotta admit they're sharp. We'll have to do more than take care of it. Yeah. I'll find them and make them pay.